Lakini pamoja na kwamba tunazo dua za majmuu za kawaida, kwenye kila mwezi lazima tufanye dua moja kubwa. Sasa hapa tuna program ya vitu vitatu, na hivi lazima vizingatiwe na vifuatwe, au ufuatwe utaratibu wake. Ukipatia utaratibu na jambo lako ndio limekuwa. Ndio maana kila siku ya Ijumaa jioni kama ya leo, Jumamosi jioni kama ya kesho, Jumapili asubuhi, kuna kawaida ya mimi kuendesha semina hapa, kuwaelekeza watu namna watakavyoshiriki kwenye hizi dua kubwa. Ukipatia utaratibu, la kwako limekuwa. Ukikosea utaratibu, basi na lako pia limeharibika. Cha kwanza kabisa, tarehe 9 ya mwezi wa 8 mwaka huu wa 2026 tuna dua ya zinguo, na hili litakuwa ni zinguo la 3. Tulifanya zinguo la kwanza ambalo lilikuwa linaambatana na kutolewa dawa ya bure, na dawa ile kuingizwa kwenye asili ya tabia ya mwanadamu, ilikuwa inalazwa kwenye udongo. Tukamaliza zinguo hilo. Zinguo lililofuatia ilikuwa ni zinguo la mchele lililoambatana na dhiraa 12, lililoendeshwa na zile sura 7 ambazo wanawazuoni wameziita kuwa ni 7atul munjiyati. Ni sura 7 ambazo mtu ukisomewa au ukazisoma kwa nia maalum, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakukidhia haja zako. Kwa hiyo likapita hilo zinguo la mchele lililoambatana na vipimo vya dhiraa 12. Sasa hili la tarehe 9 hili ni zinguo la nafaka 99 zinazootea chini. Tunaposema nafaka 99 zinazootea chini, ni aina mbili. Ima ni karanga, na kama sio karanga ni njugu. Unatakiwa uje nazo hapa punje 99 kabla ya tarehe 9 ya mwezi wa 8 mwaka huu wa 2026, kwa sababu tarehe 9 ndio siku ya dua yenyewe. Kwa hiyo maandalizi yake ni wewe kuja na punje 99 za nafaka zinazootea chini. Ukifika nazo hapa, cha kwanza mimi nitazifanyia kisomo cha awali. Nitakapozifanyia kisomo, nitakurejeshea wewe, utakwenda kuzizika ardhini. Kwa nini? Kwa sababu zilitolewa ardhini, ndio asili yake. Sasa kwa kuwa zilitolewa ardhini, wewe unazirejesha ardhini, halafu unakuja tena kuzitoa ardhini. Ni hivyo hivyo tu kama asemavyo Allah Subhanahu wa Ta'ala, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Kutokana na ardhi tumekuumbeni, yani nyinyi binadamu, kutokana na ardhi tumekuumbeni, na kwenye hiyo ardhi tutakurejesheni, na kwenye hiyo ardhi tutakutoeni. Zinatoka ardhini, zinarudi tena ardhini, zitakuja kutolewa ardhini kwa ajili ya dua ya tarehe 9. Kwa hiyo nakupa, baada ya kuzisomea ukaziweke ardhini. Wapo ambao wameweka wiki 3. Maana siku nimeanza kutangaza tu, wapo walioleta hapa nikazisomea, wakaenda kuzizika hivi tunavyozungumza ziko ardhini. Lakini wapo watakaweka wiki 1 waliochelewa, na kuna wengine watazika siku 1. Kuna wengine watakuja hapa hata wajazika. Ndio kawaida, tumekushazoea. Sasa kwa nini linafanyika hili? Kwa sababu ilmu tibbi asasuhu mabniyu ala tajarubi. Elimu ya tiba msingi wake ni utafiti, majaribio. Jambo hili limefanyiwa utafiti, kwamba kuna mazinguo mengine huwezi kuzinguliwa ukaepukana na matatizo ulionayo mpaka mazinguo hayo yarejeshwe kwenye asili yako wewe mwanadamu,
na asli ya mwanadamu ni udongo. Kullukum min Adam wa Adam min turab, nyote nyinyi mumeumbwa kutokana na Adam, na Adam ameumbwa kutokana na udongo. Kwa hiyo kuna mazinguo mengine lazima yarejeshwe kwenye asili ya mwanadamu. Ndio maana nafaka hizi tunazirejesha kwenye asili yako wewe, baada ya kuwa zimefanyiwa dua ya kuondosha matatizo. Lengo letu sisi ni kukuondoshea wewe matatizo ulionayo. Baada ya kuwa umezika tarehe 9, unatakiwa uzizikue hizo nafaka 99 uje nazo hapa kwa ajili ya dua. Lakini ni kwa nini nafaka zenyewe zinakuwa 99? Kwa sababu dua yenyewe mushtaqu min asma'illahi lhusna, imenyambuliwa, imezalishwa kutoka kwenye majina matukufu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu anayo majina 99. Yeye mwenyewe ndani ya Qur'ani anasema walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Mwenyezi Mungu anayo majina mazuri, basi muombeni kupitia majina hayo. Kwa hiyo majina yake Allah ni 99, nafaka ulizozizika 99, na utakuja nazo hapa zikiwa 99. Kwa nini? Kwa sababu kila punje moja ya nafaka miongoni mwa hizo nafaka 99 tutaiwakilishia jina la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika yale majina 99. Kwa mfano, miongoni mwenu wapo mnaoumwa maradhi, katika nyinyi wapo mnaoumwa, na hivi ninavyozungumza huenda mmezunguka sana kutafuta tiba ya maradhi yenu. Mmezunguka mashariki na magharibi, kaskazini na kusini, mmemaliza waganga na waganguzi, huenda watumiao vitabu na mitishamba, maradhi yako pale pale. Tumeamua kufanya mazinguo ya aina 3 mfululizo. Huwezi ukakosa kufanikiwa japo katika zinguo moja wapo katika haya mazinguo matatu. Huwezi kukosa kufanikiwa. Hukufanikiwa kwenye haya mawili, shiriki vizuri kwenye hili zinguo la mwisho. Sasa katika majina 99 ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala huwa shafi, yeye ndiye mwenye kuponya maradhi. Tena Allah huyaponya maradhi ya kibiolojia, hata yale yasiyokuwa ya kibiolojia yanayosababishwa na nguvu za giza. Allah anawaponya viumbe wake kupitia jina lake Ash-Shafi, yeye ndiye mwenye kuponya. Na kupitia jina hili tumefundishwa tumuombe Allah Subhanahu wa Ta'ala uponyaji. Kwa hiyo katika nafaka kuna siri kubwa ambazo Mwenyezi Mungu ameweka. Kwa hiyo moja wapo miongoni mwa hizo nafaka 99 zitawakilishwa kwenye jina hili Ash-Shafi ala sabili al-mithali, kwa njia ya mfano. Lakini miongoni mwa majina 99 ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala huwa Ar-Razzaqu, yeye ndiye mwenye kugawa riziki. Hutokea baadhi ya viumbe wabaya, wachawi, mashaitani, watu wenye husuda, watu wenye vijicho, hutokea wakaweka vipingamizi katika milango ya riziki. Lakini ukilitumia jina lake Allah Subhanahu wa Ta'ala Ar-Razzaqu kwa utaratibu huu tunaoueleza, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakufungulia milango ya riziki. Ndio maana tunaonelea moja miongoni mwa hizi nafaka 99 itawakilishwa kwenye hili jina lake Allah Subhanahu wa Ta'ala huwa Ar-Razzaqu. Lakini katika majina 99 ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala huwa Al-Fattahu, yeye ndiye mwenye kufungua. Wachawi wana kawaida ya kufunga, anaweza akakufunga katika milango ya afya, milango ya mali, katika biashara, katika mahusiano, kwenye kazi zako. Lakini Allah Tabaraka wa Ta'ala miongoni mwa majina yake huwa Al-Fattahu, yeye ndiye mwenye kufungua. Ana uwezo wa kufungua hayo mafundo ya kichawi yaliyofungwa.
Kwa hiyo moja katika zile punje 99 zinawakilishwa kwenye jina lake Allah subhanahu wa ta'ala, huwa al-Fattah. Kwa nini? Kwa sababu Qur'ani inatuambia walillahi al-asmaul husna fad'uuhu biha, Mwenyezi Mungu ana majina mazuri, basi muombeni kupitia hayo majina mazuri. Kwa hiyo maandalizi lazima uwe umeleta hapa. Zile nafaka nimezifanyia kisomo, na baada ya kuzifanyia kisomo nenda kazizike. Hakikisha tarehe 9 siku ya Jumapili asubuhi unafika nazo hapa. Maelekezo B tutayatoa siku hiyo, zinashikwaje nafaka, unanuiaje, na baada ya dua zile nafaka zinatumiwaje ili kukamilisha zinguo, tutaeleza. Allah subhanahu wa ta'ala akituwafikia juu ya hilo tusemeni insha Allah. Hilo ndilo lililoko mbele yetu, yani jambo la karibu lililoko mbele yetu ndio hili. Lakini pia tuna operation baada ya hii dua ya zinguo la nafaka 99 zinazootea chini. Tuna dua ya operation inaitwa operation safisha miili na majumba. Operation hii itaendeshwa na barua aliyoiandika Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama ambavyo tumekuwa tukielezea na tutaendelea kuielezea, tusemeni inshallah. Sasa dua hii inaitwa operation safisha miili na majumba, itaendeshwa na barua ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini pia pana maandalizi ya kushiriki kwenye operation hii. Maandalizi yake ni yapi? Lazima upatiwe barua kama hii. Unapewa barua mbili, moja utaiwekea lamination vizuri, utaitundika kwenye chumba unacholala wewe. Ufanye hivyo mpaka siku hiyo ya dua ya operation ya safisha miili na majumba. Nyingine hakuna haja ya kuiwekea lamination, unaikunja vizuri tu, unaiweka kwenye mto wa kulalia kama tutakavyoeleza. Maandalizi haya lazima yafanyike kabla ya siku ya dua. Lakini pia kila siku ya Jumapili asubuhi huwa tunafanya maandalizi kwa ajili ya operation hii ya safisha miili kabla ya dua yetu ya barua ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Huwa tunafanya kila siku ya Jumapili. Kila siku ya Jumapili kunafanyika nini? Kila mmoja anatakiwa aje hapa na vipande vitatu vya chuma pamoja na chumvi ya mawe. Na chuma ninachokusudia mimi ni ile misumari. Usilete msumari mkubwa. Kuna wengine wanaleta misumari ya kenchi. Msumari ni ule mdogo ambao tutautumia baadaye uingie kwenye hii chupa hii. Uingie kwenye hii chupa. Kwa hiyo usilete jisumari kubwa la kupita kiasi. Unapiga kenchi bwana, lete msumari mdogo sana. Kwa hiyo unakuja na vipande vitatu vya msumari pamoja na chumvi ya mawe. Ukishakuja hapa kuna dua inayoitwa duaul hadidi. Maana yake ni dua ya chuma. Kwa nini imeitwa hivyo? Mushtaqu min suratil hadidi. Imezalishwa kutoka kwenye suratul hadidi, sura ya chuma. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwenye sura hiyo anazungumza nguvu ya chuma, namna gani chuma kinaweza kikadhuru, lakini namna gani chuma kinaweza kunufaisha. Hizi dua tunazozifanya sisi ni dua tiba. Tueleza kashangaa, dua ya chuma tena dua tiba. Si tunatibu hapa, na tiba ya aina yoyote maadhali, hakuna ushirikina ndani yake, hakuna jambo la haramu. Dua hiyo inafaa. Mtu anaweza kusema kama ni dua sasa misumari ya nini? Mtume wakati yuko katika vita vya Badri aliomba dua huko ameshika mchanga. Kama ni dua, mchanga wa nini? Wakati anahama Maka kwenda Madina aliwasomea wale maadui, kashika mchanga. Kama ni kisomo tu, mchanga wa nini? Mtume walikuwa wanakwenda watu wana matatizo, anachukua hiki kidole chake anatemea mate, kisha anakigandamiza kwenye mchanga, anampaka yule mwenye tatizo, anasema bismillahi turbatu ardina biriqati ba'dina
yushfa saqimuna biidhni rabbina. Maana yake kwa jina la Mwenyezi Mungu udongo wa ardhi yetu na mate ya mmoja wetu humponya mgonjwa wetu kwa idhini ya Mola wetu. Sasa kama ni dua tu, mate na mchanga vya nini? Mtu anaweza kauliza hivyo. Hivi ni vya majengo, hauvitegemei wenyewe, wewe unamtegemea Allah subhanahu wa ta'ala. Vile vyenyewe inakuwa ni sababu min asbabi, ni sababu miongoni mwa sababu. Kwa hiyo usije ukashangaa misumari mitatu, chumvi ya mawe, nini sasa kinachofanyika? Usije ukashangaa. Hivi ni vya majengo na dua tunazofanya ni dua tiba. Sasa unapokuja na vipande vitatu vya msumari na chumvi ya mawe, sisi hapa hiyo siku ya Jumapili tunakuwa tumeandaa kombe. Na hili kombe limeandikwa kutokana na suratul Hadidi, sura ya chuma. Sio sura nyingine. Ndio maana wewe unakuja na chuma. Imeandikwa, kombe hili limeandikwa kwa suratul Hadidi. Linarowekwa kwenye zile sufuria, lile kombe lile, na maji yanawekwa mle. Kisha sufuria zinatengwa jikoni. Zikishatengwa jikoni ndio inafanyika ile duaul hadid mushtaqu min suratil hadid. Dua ya chuma iliyozalishwa kutoka kwenye sura ya chuma. Sasa kuna mahala tutafika ambako Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakisema chuma. Tukifika kwenye hiyo aya ambayo Mwenyezi Mungu anakizungumza chuma, wewe ndio unaweka nia sasa. Nia ya kushambulia uadui, nia ya kulipa kisasi, nia ya kukinga. Na kuna baadhi ya watu tumewagawia hizi karatasi za manuizi zinazosema, Mwenyezi Mungu, tunaelekea kwako katika hii siku njema na katika hii saa yenye baraka, na huenda ikawa ndiyo saa ya majibu ya dua yetu hii. Mwenyezi Mungu, tunaifanya operesheni hii kupitia malighafi ya chuma, na chuma chenyewe ni misumari. Mwenyezi Mungu, tunanuia kushambulia, kuteketeza, kuangamiza uadui wote ulioko katika miili yetu na majumba yetu, na tunaurejesha uadui kule ulikotoka. Mwenyezi Mungu, wewe ndiye uliyesema katika suratul Hadidi aya 25, na maneno yako ni ya ukweli, hakika tuliwatuma mitume wetu kwa hoja zilizo wazi, na tukateremsha pamoja nao kitabu na mizan ili watu wasimamie uadilifu, na tukateremsha chuma, ndani yake kuna nguvu kubwa na kuna manufaa kwa watu, na ili Mwenyezi Mungu awajue wale wanaomnusuru yeye na mitume wake kwa ghaibu. Hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye nguvu na ni mwenye kushinda. Tunakuomba nguvu na ushindi kupitia sura hii, kushambulia uadui, kulipa kisasi na kutengeneza kinga. Mola wetu, tukubalie dua hii ya operation tunayoelekea kwenye kisomo cha dua ya Ahli Badri. Haya manuizi unanuia, umeshika vipande vyako vya chuma na chumvi yako ya mawe. Ukishamaliza ndio unakwenda kutumbukiza mle kwenye lile kombe linalotokana na sura ya chuma, ambapo sasa hili kombe tutakuja kuligawa siku tutakayosoma barua ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siku ya dua ya barua ya Mtume ndiyo kombe litakuja kugawiwa bure. Utaelekezwa namna ya kulitumia kwa ajili ya kuangamiza matatizo yaliyoko katika mwili wako, kuyaangamiza matatizo yaliyoko katika nyumba yako au katika eneo lako la biashara. Ndio maana hii tunaita operation safisha miili na majumba, ambayo itafanyika kabla ya dua ya Ahli Badri. Sasa kwa nini tunasema ni operation inaendeshwa na barua ya Mtume sallallahu alaihi wasallam? Kwa nini tunasema hivyo? Kwa sababu dua yenyewe itaendana na maneno yaliyoandikwa kwenye barua ya Mtume, dua yenyewe. Na hii barua hii, dua yake inaangamiza uadui, dua yake inalipa kisasi. Ukiinuia kwa kinga, itaweza kukukinga kwa idhini yake Allah subhanahu wa ta'ala. Maneno yaliyoandikwa kwenye barua ya Mtume sallallahu alaihi wasallam
ni maneno mazito kweli kweli. Yani mngekuwa mnajua uzito wa barua ya Mtume, mtu angelikuwa anakuja kuiomba, asingojee hata siku ya operation. Yani angekuwa anakuja kuomba, Sheikh, naomba uniandalie barua ya Mtume. Uzito wake, namna ilivyo barua hii, na tunaieleza mara kwa mara ili watu ikukaeni, mujue thamani yake, mujue uzito wake. Msije mkawa ni kama vile punda anayebebeshwa mzigo mzito lakini hanufaiki na kile alichokibeba. Sasa barua hii Mtume aliandika kwa ajili yetu sisi. We mtoto kakae kule nyuma sasa. Nyanyuka kakae nyuma. Nimekuvumilia toka mwanzo usiki, kakae nyuma. We mama, mchukue mtoto wako kakae naye kule nyuma. Nakuomba, kakae naye nyuma kule. Mchukue kakae naye bana, tunabishana. Kwa tunaeleza barua ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ili watu waelewe uzito wake. Ukiwa na mtoto anafanya fujo, usikae mbele hapa. Kaa naye nyuma kule afanye fujo anavyotaka huko nyuma. Hii ni hadithi sahihi ya bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tena hadithi yenyewe ameikhariji Imamu Baihaqi katika kitabu kinachoitwa Dalailun Nubuwa, lakini ameikhariji Imamu Qurtubi katika kitabu kinachoitwa At-Tadhkira kutoka kwa Abi Dujana, sahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu. Sahaba huyu alitokewa na miujiza mikubwa mizito, akaenda kushtakia kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tumsikilize sahaba huyu. Sahaba huyu anahadithia, anasema, shakautu ila nabii sallallahu alaihi wasallam, siku moja nilikwenda kushtakia kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, anni nimtu fi firashi, nikamwambia ya Rasulullah, usiku wa kuamkia leo mimi nilipokuwa nimelala kitandani kwangu, sami'tu sariran kasariri raha, ghafla nikaanza kusikia vishindo kama vile mtu anatuanga, wadawiyan kadawiyin nahli, nikawa nasikia mvumo na miungurumo kama nyuki wanapokuwa kwenye mizinga, walama'an kalam'il barqi, nikaona mmemetuko, mwangaza wa mmemetuko kama vile mmemetuko wa radi. Farafa'tu ra'si, pale nikanyanyua kichwa changu, fa idha ana bi dhilli aswad, tahamaki, ghafla niliponyanyua kichwa changu kutazama juu, nikaona kivuli cheusi, ya'alu fi sahani dari, kinaelea juu ya dari ya nyumba yangu. Yeye alidhani kuwa ni kivuli tu kile. Akanyanyuka kitandani, akaenda mpaka mahala kilipo kivuli kile, anakuta ni bonge la mnyama, ni mnyama yule. Famasastu jildahu, anasema nikapeleka mkono wangu kushika, nilipomshika nikaishika ngozi yake, fa idha huwa kajildi qunfudhi, tahamaki, ghafla ile ngozi nikaikuta ina miba kama vile ngozi ya karungu yeye, au kama alivyo nungunungu. Nilipomshika tu akanipiga shoti, farama fi wajhi mithla shararin nar, akanirushia usoni mwangu mfano wa cheche za moto. Yani ni kama vile zile nyaya za umeme zinapokutana kwa shoti, kwa kupigisha shoti vile cheche zinavotoka, ndivyo ilivyokuwa. Ni hatari sana viumbe kama hawa. Ndio wanaishi kwenye majumba yetu. Viumbe kama hawa ndio wanaishi kwenye vyumba vyetu vya biashara. Ni viumbe hatari sana. Sasa sahaba huyu alipomhadithia Mtume, nikamshika akanipiga shoti, Mtume akamwambia, dhalika amiru darika ya Abadujana, huyo ni jini wa kichawi, huyo ameweka kambi kwenye nyumba yako. Ukishamuona huyo kaweka kambi kwenye nyumba yako,
jua wachawi wameigeuza nyumba yako kuwa ndio sehemu ya kukutania na kujadiliana mambo yao. Na wakati mwingine tayari umekushawekewa wale misukule wamo ndani ya nyumba, na bila shaka wewe utakuwa ni mtu wa kwanza kuangiwa. Nyumba kama hii huwa inakosa baraka. Watu wa nyumba hii huwa wanaugua mara kwa mara. Ugomvi hauishi baina ya mume na mke, baina ya ndugu na ndugu. Nyumba imekosa baraka, nyumba ina shari. Na hasa kama hakusomi Qur'ani, sababu Mtume anasema albaytu alladhi la yuqra'u fihi alquran yaqillu khairuhu wa yakthuru sharruhu. Nyumba ambayo haisomewi Qur'ani, khairi zake huwa ni chache, shari zake huwa ni nyingi. Kuna watu wengine kwenye majumba yao yeye anaweka kanda tu za bongo flavor basi, kanda za rusha roho. Yani yeye ataweka memory card imejaa rusha roho, imejaa bongo flavor kuanzia asubuhi ndani ya nyumba mpaka jioni. Ndio unazidi kuyamakinisha yale mashaitani ya kichawi yale. Misukule ndio wanafurahia. Baraka inakosekana ndani ya nyumba badala ya kuweka memory card au CD za Qur'an. Albaytu alladhi la yuqra'u fihi alquran yaqillu khairuhu wa yakthuru sharruhu. Nyumba ambayo haisomi Qur'ani, khairi zake huwa zinakuwa chache, shari ni nyingi. Mafhumu al-mukhalafa kinyume chake, nyumba inayosomiwa Qur'ani yakthuru khairuhu, khairi zake zinakuwa nyingi, wa yaqillu sharruhu, shari zake zinakuwa chache. Sasa kwenye majumba yetu hata Qur'ani haisomi. Vitu kama hivi vipo. Sasa Mtume sallallahu alayhi wasallam anamwambia dhalika amiru darika ya Aba Dujana, huyo uliyemuona ni jini wa kichawi aliyeweka kambi kwenye nyumba yake. Sasa Mtume anamsaidia sahaba, akaagiza aletewe wino, aletewe na karatasi, kisha ndio akaanza kuandika barua hii. Hakuandika yeye, kamwamrisha Saidina Ali. Yeye Mtume anataja, Saidina Ali anaandika. Kamwambia Saidina Ali aandike barua hii. Hii ndio barua tunayoigawa hii. Na barua tulisema tutakuwa tunagawa Ijumaa na Jumamosi tu. Jumapili wanaokuja hawawezi kupata barua hii. Hii itagawiwa Ijumaa na Jumamosi kwa wale ambao hawajapata. Sasa barua yenyewe inasema Bismillahirrahmanirrahim. Kwa jina la Allah mwingi wa rehma mwenye kurehemu. Hadha kitabu min Muhammadin rasulu rabbil alamin. Hii ni barua inatoka kwa Muhammadi, mtume aliyetumwa na Allah, mlezi wa walimwengu wote. Ila man taraqa dara, inakwenda kwa wale mashaitani wa kichawi walioivamia nyumba. Minal umari wa zawari, miongoni mwa majini wanaoweka kambi kwenye majumba ya watu na wale majini wanaoingia na kutoka kwa ubaya. Illa tariqu yatruku bil khair, isipokuwa adhabu inayotokana na barua hii haitomgusa aliyeingia kwa khairi, kwa sababu wako majini wema wanaweza kuingia ndani ya nyumba. Amma ba'du, ama baada ya haya, fa inna lana walakum fil haqqi saa, hakika sisi na nyinyi majini kiukweli iko saa tutakayokutanishwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Fa in taku ashikan mulia, kama wewe ni ashiki mulia, au fajiran muqtahiman au ra'iyan mubtilan, ikiwa ni wa aina hiyo, fa hadha kitabullah, basi hiki kilicholetwa kwenu ni kitabu cha Allah. Yantiqu alaina wa alaikum bilhaqi, kinatamka juu yetu sisi na juu yenu nyinyi majini kwa haki. Inna kunna nastansiqu ma kuntum ta'malun, hakika sisi tumekuwa tukiyanakili yote mnayoyafanya. Wa rusuluna ladaihim yaktubuna ma yamkurun, na wajumbe wetu mbele yao wanaviandika vitimbwi vyote wanavyovifanya. Utruku sahiba kitabi hadha, basi muacheni huyu aliyekuja na barua yangu hii. Mtume anatoa amri, utruku sahiba kitabi hadha, muacheni huyu aliyekuja na barua yangu hii. Wantaliqu ila ubadatil asnam,
naondokeni muende mkawavae wale wanaoabudia masanamu. Wa ila man yazumu anna ma'a Allahi ila an akhar, na mkawavamie wale wanaodai kuwa kuna Mungu mwingine mwenye haki ya kuabudiwa pamoja na Mungu mmoja. La ilaha illa huwa, hapana mola mwenye haki ya kuabudiwa isipokuwa yeye. Kullu shay'in halik, kila kitu kitaangamia, illa wajhahu, isipokuwa yeye Allah subhanahu wa ta'ala ndio haangamii. Lahul hukmu wa ilayhi turja'un, yeye Allah ndiye mwenye hukumu na kwake yeye mtarejeshwa. Barua ya mtume inaendelea, inasema hamim la yunsarun, ni maneno yaliyomo ndani ya Qur'an. Hamim ain sin qaf tughlabun, ni maneno yaliyomo ndani ya Qur'an. Hamim wal kitabul mubin, ni maneno yaliyomo ndani ya Qur'ani. Kisha ikamalizia tafarraqa a'da'ullah, wakasambaratike maadui wa Allah, wa balaghat hujjatullah, na hoja ya Allah ikafike mahala pake. La haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim, hakuna ujanja wala nguvu isipokuwa kwa Allah aliyewajua aliyemtukufu. Fasayakfikahumullahu wa huwas samiul alim, basi atawatosheleza Mwenyezi Mungu naye ni msikivu aliyemjuzi. Hapa ndio mwisho wa barua ya nani? Ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndio tunaigawa. Unapogawiwa barua alafu unakwenda nayo, ina maana tunajiamini kwamba hiyo ndio barua yenyewe ya nani? Ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtu anapotoa kitu ambacho sicho, hawezi kuamini kiasi hicho, hawezi kukupa ukaenda, lakini ndicho. Na hata ukiingia Google ukaandika nataka barua ya Mtume, watakuletea, kwa sababu siku hizi vitu vinawekwa wazi. Lakini sisi tunapoiandaa kama hii, tunaifanyia riadha, tunaifanyia kisomo, ndio tunakugawia. Sio kama mtu anayekwenda kutoa tu kopi, haiko hivyo. Sasa barua imekushaandikwa, kilichofuatia ni nini? Sahaba wa Mtume Abu Dujana anasema fa akhadhtu alkitaba fa adrajtuhu wa hamaltuhu ila dari, nikaichukua ile barua, nikaibeba, nikaenda nayo nyumbani. Nilipofika nyumbani usiku ulipoingia, ja'altuhu tahta ras, nikailalia ile, ndio tunasema muweke kwenye mito ya kulalia. Sasa alikuwa hapati usingizi mzuri, lakini siku ambayo kalalia barua kapata usingizi ulikuwa ni wafofofu, usingizi wa kurelaksi. Maana unaweza ukalala usingizi ni ule wa mangamngam, kama kuna vitu vinakusumbua hivi, nusu uko macho nusu umelala, unapambana na vitu fulani, lakini siku hiyo kalala usingizi fofofo. Anasema faman tabahtu illa min sarikhin yasrah, kilichoniamsha mimi ni kelele tu. Nikasikia kuna mtu anapiga sana kelele, analia, lakini kelele zenyewe zinaambatana na maneno. Analia huku anasema ya Aba Dujana ahraqtana bihadhihi alkalimati, ewe Aba Dujana umetuunguza kwa hayo maneno uliyoyalalia hayo. Fabihaqqi sahibika, ninaapa kwa haki ya sahiba wako alokupa hiyo barua. Irfa'a anna hadhihi, tunakuomba utuondolee hiyo barua hiyo. Fala najata lana illa ma rafa'ta anna hadha alkitab, sisi hatuwezi kunusurika, nusura yetu ni pale utakapotuondolea barua hiyo. Fala auda lana fi darika, tunaapa hatutorudi kwenye nyumba yako. Wala fi dari jarika, wala hatutorudi kwenye nyumba ya jirani yako. Wala fi mawdu'i yakunu fihi hadha alkitab, wala sisi kamwe hatutoingia sehemu ambayo kumewekwa barua hiyo. Sasa kwa maneno haya kwamba hawasogei kwenye nyumba ya jirani, hii inaonyesha kwamba kumbe hii barua inamzuia adui. Hata akiwa kwenye nyumba ya jirani, akifika kule inamzuia, sio mpaka aje kwako. Ndio wakafuatilia wakasema ni mita 100 kulia, mita 100 kushoto, anazuiliwa adui, mita 100 mbele, mita 100 nyuma, juu na chini, inamzuia mita 100 kila upande asisogee. Kwa hiyo hii barua inatosha biidhnillah tabaraka wa taala kuwa ni kinga na kuangamiza uadui. Barua hii
Ndio maana tunaigawa kwenye operation safisha miili na majumba kabla ya dua ya Ahlul Badri. Hili ni tukio la pili, litafanyika baada ya zinguo la nafaka 99 litakalofanyika tarehe 9 mwezi wa 8. Nilitaka niseme hayo. Lakini sasa hivi tumeanza kuandikisha dua ya Ahlul Badri. Na wala usijali kwamba eti mimi nilishasoma miaka 2 iliyopita. Mbona mbaya hana hivyo? Mbaya kila mwaka anakuroga. Na ukikaa vizuri kila mwezi. Ukikaa vibaya kila wiki atakuroga mtu mbaya. Sasa wewe usione hanishaga fanya, endelea kufanya. Ukijua huu ule huwezi. Kuna vichuguu na utelezi. Ukipanda juu kushuka kazi. Sasa wewe unajua hiki na mwenzio pengine kaenda kwa mtaalamu anayesoma Al-Badri, nataka fulani umsomee Al-Badri ya kumuondolea kinga alionayo. Wanaenda kwa mashekhe hao watu wabaya. Nataka tuondoe kinga alionayo, inaondolewa kweli? Sasa wewe unaona ubakhili kuisoma kwa gharama ya shilingi 10,000 tu kushiriki, unaona shida. Usione shida. Hata kama ingelikuwa inasomwa kila mwezi na Allah anakujalia unayo, hebu shiriki. Sasa baada ya operation safisha miili ya barua ya Mtume tutasoma dua ya Ahlul Badri. Na tarehe 9 kwenye dua ya zinguo ndo tutatangaza operation ya barua ya Mtume itafanyika lini, Ahlul Badri itasomwa lini. Tutatangaza siku hiyo. Kwa hiyo tumeanza kuwaandikisha watu wanajiandikisha. Unajiandikisha kwa sadaka ya shilingi 10,000 tu. Sasa inategemea unajiandikisha nini wewe. Kuna kujiandikisha mwili, kuna kujiandikisha nyumba, kuna kujiandikisha eneo lako la biashara. Kila kitu kinajitegemea. Kama unajiandikisha kwa ajili ya mwili, kuna vitu utakavyopatiwa. Kwanza kabisa utapewa hii chupa hii. Yule anayejiandikisha kwa ajili ya mwili, chupa hii utapatiwa. Hii chupa ina vitu 7 ndani, lakini imezungushiwa aya za Qur'an. Vilivyomo ndani kwanza ni msaka uchawi, usembe wa msaka uchawi. Ukitumika vizuri huu unasaka uchawi kwenye mwili, kwenye nyumba yako, eneo lako la biashara. Ukitumika vizuri ule usembe wa msaka uchawi humo. Lakini humu kuna mkunazi minan nabati almuhabbabati inda rasulillah. Mkunazi ni katika mimea iliyokuwa ikipendwa mno na Mtume. Ndio maana Mtume alikuwa anawaelekeza masahaba kwenye majumba yao wapande mikunazi kwa ajili ya daf'ul bala, kuondosha mabalaa, walwiqaya, na kukinga vitu vibaya. Wapande kwenye majumba yao. Na hata wale waliosibiwa na uchawi, mashetani, hasadi, Mtume anawaambia chukueni majani ya mkunazi. Sijui kama mnafanya hii leo. Chukueni majani ya mkunazi, ya pondeni, tieni kwenye maji, someeni Qur'ani, kisha kunyweni, ogeni. Kwa sababu mkunazi una faida kubwa. Mkunazi huu kakataza Mtume usikatwe hovyo hovyo. Ukiukata ukate kwa matumizi. Ndio akasema man qata'a sidratan sawwaba Allahu ra'sahu fi an-nar. Yeyote atakayekata mkunazi Mwenyezi Mungu atakitia kichwa chake motoni. Haikatwi hovyo hovyo kwa sababu ina faida. Hata yule sahaba aliyekufa yule, Mtume alitoa maelekezo aoshwe kwa maji na mkunazi. Aghasiluhu bima'in wa sidri. Muosheni kwa maji na mkunazi. Kwa mkunazi ukitumika vizuri unashambulia uadui, unaondosha matatizo, unalipa kisasi, unatengeneza kinga. Ukitumika vizuri. Ndio maana humu. Lakini humu tumeweka mbaazi uliochomwa ukasagwa. Humu tumeweka mlinzi, tumeweka msungururu, tumeweka mdawadawa, tumeweka chumvi ya mawe, tumeweka na misumari. Vitu 7 vikitumika vizuri vinashambulia uadui, vinalipa kisasi, vinakinga. Matumizi yake mazuri ni yapi? Ni hizi aya zilizozungushwa. Kuna aya ya kinga imezungushwa kwenye chupa hii. Waja'alna min baini aydihim saddan
wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Hii ni aya 9 katika surati Yasin. Mtume wakati anahama Madina, wale Makuraish walipokuwa wameizunguka nyumba yake wanataka kumuua, aliwasomea hii, hawakumuona. Ni aya inatumika kwenye kinga. Lakini hapa pamezungushwa aya sayuhzamul jam'u wa yuwalluna ad-dubura. Ndio aliyoisoma Mtume wakati ule anaruka kutoka kwenye mnyama anaingia katika uwanja wa vita vya Badri. Alisoma maneno haya sayuhzamul jam'u wa yuwalluna ad-dubura. Ni maneno ya kuangamiza haya. Lakini pamezungushwa maneno shahatil wujuhu, maneno ya kulipa kisasi. Mtume alichukua mchanga akawarushia makafiri, wakaangamizwa wote. Sasa hivi vilivyomo ndani vikitumika vizuri, matumizi mazuri, ndio aya zilizozungushwa hapa, ndio matumizi mazuri hayo. Kwa hiyo chupa hii itaanza kufanya operation ya kushambulia uadui, kurudisha uadui kule ulikotoka na kutengeneza kinga. Kwa anayejiandikisha mapema atafanikiwa zaidi, kwa sababu itaanza kufanya operation mapema. Kwa ukijiandikisha kwa ajili ya nyumba unapewa hii, lakini pia utapewa na fusho lako. Na fusho lako utapewa na barua 2 za Mtume sallallahu alaihi wasallam, na kama hujachukua hii ya manuizi nayo utapewa. Sasa ukishapewa, kila siku usiku washa mkaa wako wa moto, fungua hili fusho lako, jifinike shuka, chukua fusho, tia kwenye mkaa wa moto, jifukize hali yako umeshika chupa yako kwa mkono wa kulia, ukinuia kushambulia uadui ulioko kwenye mwili wako, na unanuia kulipiza kisasi, utoke uadui urejee kwa yule aliyoutuma, na unanuia kukinga, umeshika kila siku. Ukishamaliza hii chupa iweke pamoja na barua ya Mtume iliyoko kwenye mto wa kulalia. Fanya hivyo kila siku mpaka ile siku ya dua ya Ahlul Badr. Fanya hivyo. Bajeti yako itumie vizuri, hii dawa iweze kutosha. Kwa sababu isipotosha utakuja tena kuinunua dawa kama dawa, na ile kasi tumekupa. Kwa hiyo fanya vizuri, matumizi mazuri iweze kutosha mpaka ifike siku ya dua ya Ahlul Badr. Lakini kwa mtu ambaye anajiandikisha kwa ajili ya nyumba, au analo eneo lake la biashara, au ana kiwanja chake, au ana shamba lake, akijiandikisha kwa ajili hiyo, kuna chupa 4 tutampatia hapa. Hizi hapa. Hizi chupa 4 utapatiwa hizi. Chupa 4 unapewa. Na unapewa na fusho moja, utapewa na barua 2 za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hizi chupa 4 na zenyewe ni kama vile tu hii moja, vitu vilivyomo humo na kazi yake ni ile ile. Sasa wewe mwenye kutengeneza nyumba, wewe kazi yako itakuwa ni kufukiza zile chupa zako 4, kwa sababu ndio zitakazokwenda kutengeneza nyumba yako au kiwanja chako au eneo lako la biashara. Kila siku usiku unafanya hivyo. Halafu unazitunza. Tutakuja kuelekezana zinaendaje kwenye nyumba au kwenye eneo la biashara au kwenye kiwanja au kwenye shamba, tutaelekezana. Sasa hivi tunavyokupatia ni viamba jengo vya dua tu ya Ahlul Badr. Ni viamba jengo tu, mbali na dua yenyewe. Ilitosha wewe kwa dua tu peke yake ujiandikishe, wala usipewe hivi vitu. Lakini sisi tunakuhurumieni, uchumi mgumu, mambo magumu, hali za kifedha si nzuri, ndio maana tumejumuisha tu dua pamoja na viamba jengo vyake. Wewe utajiandikisha kwa 10,000. Kuna mwingine anataka ajiandikishe kwa mwili, ajiandikishe kwa nyumba, kwa biashara, kila kimoja kinalipiwa. Kama utajiandikisha nyumba na mwili ni 20,000, kila kimoja 10,000. Kujiandikisha nyumba, mwili, shamba 30,000. Kadri unavyozidisha itazidi ile 10,000 ile. Sasa ni fursa ya kujiandikisha, na itafikia wakati dirisha hili litafungwa, kwa sababu viamba jengo vitaisha. Vikishaisha sasa utahudhuria dua chukuchuku ambayo haina viamba jengo. Sasa jitahidini muwahi mujiandikishe. Sasa kabla tujaingia kwenye dua ya leo, ni fursa ya wale ambao hawajaleta nafaka wazilete nizisomee, na hapo ni fursa ya wale wanaotaka kujiandikisha
kushiriki kwenye dua ya Ahlul Badri waje wajiandikishe. Tunakwenda na mambo mawili yote kwa pamoja. Unataka kujiandikisha kushiriki kwenye dua ya Ahlul Badri, njoo ujiandikishe. Unataka kushiriki kwenye, yani unataka umeleta nafaka zako zisomewe, lete. Baada ya hapo tunaingia kwenye dua ya kumkum ya habibi kamtanam.